Chris Dero, KTN, Nairobi. Ukosefu wa ajira unaendelea kuwa jeraha lisilopona nchini. Hali ni wasukuma maelfu wa Kenya kuhangaika kutafuta kipato cha kujikimu na familia zao. Hata hivyo, licha ahadi chungu nzima kutoka kwa serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuhusu kubuniwa kwa nafasi za ajira na miradi ya kuendeleza vijana, mengi hajatekelezwa. Baadhi ya vijana wamekiri kutumiwa vibaya na viongozi wanaojinufaisha binafsi kwa kutoa ahadi hewa. Vijana waliohudhuria hafla ya uwezeshaji kiuchumi iliyoandaliwa Ikulu majuma mawili yaliyopita wamedai kwamba hadi sasa pikipiki na vifaa vingine walivyoahidiwa havijawafikia. Baadhi wanasema kwamba walipokea vitisho baada ya malalamiko ya kuchapisha mitandaoni. Mwanahabari wetu Akida Kasim ameandaa makala maalum kuhusu changamoto za vijana katika safari ya kusaka ajira nchini. Idadi kubwa ya vijana nchini wanahangaika, wengine wakipoteza matumaini kutokana na kusukumwa na changamoto za kiuchumi zinazowalazimu hata kujiingiza kwenye shughuli hatari za kujitafutia riziki. Viongozi waliowategemea na kuwapa ahadi tele wakionekana kutowajali kamwe. Haya ni makala maalum kuhusu donda sugu la ajira humu nchini. Tatizo la ajira nchini linazidi kuwasababishia vijana wengi majonzi. Kila siku wanaamka wakiwa na matumaini mapya ya kupata riziki halali, lakini kwa wengi matumaini hayo yanasalia kuwa ndoto tu. Dickens Kamau Odhiambo, maarufu kama Kamau wa Kisumu, ni miongoni mwa vijana waliohudhuria hafla ya kuwawezesha vijana katika Ikulu ya Nairobi. Venye mimi nilifika State House, jina zangu zilikonfirmiwa. Nilikuwa kile kitu ilikuwa sawa. Nilipitishwa, jina ilikuwa kwa system, ID ilikuwa sawa, namba ya simu ilikuwa sawa. Odhiambo anadai alihadaiwa pamoja na kundi lake la watu 10 walioahidiwa pikipiki, ila kufikia sasa hawajapokea chochote. Anasema baada ya kulalamikia kwenye mitandao ya kijamii, nilipigwa picha na pikipiki na kifungu ya pikipiki. Nikaambiwa aende pale kwa gari naletewa. Hiyo gari ukitoka hivi, Yesu ende nyumbani. Alichokipata ni vitisho tu. Buro nilitishiwa, karibu ni wawe. Private number walikuwa wananipigia. Sijaiwacha kutembea na Biblia. Inadaiwa kila kundi la vijana 10 lilifaa kupatiwa pikipiki moja. Hata hivyo, kundi la Odhiambo linalowakilisha vijana wa Jacaranda, eneo bunge la Embakasi East, halijaona matunda ya ahadi hiyo. Kati ya Karen Nyamu anasema vitu zilipeana on Sunday, Mudavadi tweet Monday vitu zilirudishwa, na mimi mwenye nasema sikupewa, sijui mwenye anasema ukweli. Madai ambayo yamekanushwa vikali na seneta mteule Karen Nyamu. Mimi mwenyewe nilikuwa na number of groups. No, I don't need to say all Nairobi leaders who are aligned to the president walikuwa na number of groups. Na kama ni ukweli that thing was scam ama ni games tunacheza, ni mtu mmoja peke yake anatakuwa na complain, mtu mmoja wawili on hiyo Saturday. Ni constituencies 2 peke yake walitoka na vitu, na hakuna nduthi ilitoka hapo on Saturday. Na walitoka nazo Sunday. Watu mlikuwa mnaona pale Jacaranda the following day, sasa wenye tulitabua siri kuna pikipiki ilitoka. Zile pikipiki zote mliona pale, hakuna pikipiki ilitoka hata hiyo area. Zingine zilitoka Githurai, zingine Kibera. Karen Nyamundi alikuwa anatembea kwa hizo maeria, unapewa 1000 kuja Jacaranda. Serikali kuu na zile za kaunti zimekuwa zikiahidi miradi ya kuwawezesha vijana, ikiwemo mikopo nafuu, mafunzo ya ujuzi na hata pikipiki za kuwasaidia kufanya biashara. Lakini kwa vijana wengi, ahadi hizo zimekuwa maneno matupu. So Mr. Ruto ulitudanganya. Pengine Ruto ajui, Ruto baby unajua akona mabrokers and some middlemen there. Pengine yeye anajua pikipiki zilipeanwa. Mr. Ruto, I want to tell you for free, hakuna pikipiki yoyote imekuwa released. Changamoto ya ukosefu wa ajira imeendelea kuathiri familia nyingi. Wazazi wanalalamika kuwa licha ya kugharamia elimu ya watoto wao, wanapofuzu wanakosa ajira za kuwaendeleza kimaisha. Nimeng'ang'ana sana kusomesha ule mtoto, na mpaka mahali nimemfikisha sina chochote. Anaangalia mama yao, hakuna chochote anaweza tumainia, ama wazazi wake wana nguvu hata anaweza kumfungilia biashara. Mtoto unaona ni heri atoweke.
Akiingia huku Nairobi, anakuta anakutana wenzake. Anakuta tena wako na hiyo shida. Corruption ingekuwa inaweza kuwa managed in this country, kila mtu angekuwa na kazi. Hali hii imewasukuma vijana wengi kutafuta njia mbadala za kutafuta kipato, huku taifa likiendelea kushuhudia mfumuko wa bei na ugumu wa maisha. Katika miji mingi, vijana wa kike na wa kiume hujishughulisha na upigaji picha na utayarishaji wa maudhui mitandaoni ili kujipatia riziki. A lot of youths, graduates, both graduates and those even who didn't go to school are unemployed. So white collar jobs are unavailable, even the casual ones are unavailable. And to our government, they are trying to create jobs for youth, but I think we don't have the right mechanisms in place to ensure that this job is accessible to every youth, right from here Nairobi back to the grassroots. Kwa sasa, vijana wengi wanahimizwa kutotegemea ajira rasmi pekee, bali pia kubuni fursa mbadala haswa mtandaoni. Hata hivyo, juhudi zao mara nyingi hukwama kutokana na ukosefu wa mtaji na nafasi halali za ajira. Baadhi pia wasijue jinsi ya kutumia mtandao huo kujinufaisha, haswa vijana kutoka mashinani. Tumekuja tafute tu tunakaa tunaweza pata wera. Juu huku area umetafuta wera au pati. Sasa tulikuwa tunavenye tunaweza pata kazi abroad. Ipoto ya majira, unajaribu kuingia kwa hiyo poto, napata unafika pahali na hang haiendelei hadi tunashindwa saa rada itakuwa gani sasa juu. Alafu tukienda huko kwa agency wanatutisha do. Napata una do, unadai bado kusaka mboka ndio upate hizo mado. Unaona hiyo imake. Ya ile sasa kama hizo tunataka tu tupatiwe tu mboka. William Samoei Ruto. Kila serikali inapoingia madarakani, ahadi kuu huwa ni kupunguza tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana ambao kwa sasa ni zaidi ya 70%. Ahadi ya hivi karibuni ni ya Rais William Ruto kupitia mpango wa kazi majuu ambao baadaye ulivurugwa na matapeli waliowadanganya vijana wengi waliotafuta ajira ughaibuni. Tumelainisha ile program ambayo ilikuwa inasumbua wananchi. Tulikuwa na watu wengi matapeli. Wanachukua pesa ya watu wanakula, wanapeleka watoto wetu kule ngambo. Mtu anaambiwa unaenda kufanya kazi, kumbe huko anaenda kuwa slave. Huko anapelekwa anafanyiwa sexual abuse na mambo mengine. Hawa wakora wote tumewafukuza. Kulingana na shirikisho la waajiri nchini FKE, mwaka jana pekee zaidi ya ajira 5,000 zilipotea kutokana na kampuni kufungwa, kuhamishwa au kupunguzwa kwa wafanyikazi. In this region in particular, enterprises have also closed down. So we need to look at the state of businesses and why businesses are closing down or relocating. Miongoni mwa changamoto zinazokumba kampuni nchini ni pamoja na hali ya uchumi inayoendelea kuyumba, ushuru wa juu na kupanda kwa gharama ya maisha. Takwimu za KNBS zinaonyesha idadi ya watu kati ya umri wa miaka 18 hadi 64 wanataabika kupata ajira. Mwaka 2021 na 2022, idadi ya watu wasiokuwa na ajira iliongezeka kutoka milioni 2.7 hadi milioni 2.9, sawa na ongezeko la kiwango cha ukosefu wa ajira kutoka 13.3 hadi 13.9. Kwa sasa, kiwango cha ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana kimesalia katika 67%. Ikimaanisha kuwa vijana 2 kati ya 3 hawana ajira ya kudumu au wamekwama katika sekta isiyo rasmi bila usalama wa kifedha. Vijana waliozungumza na KTN wanasema wamechoshwa na viongozi wanaotoa ahadi hewa na kuwatumia kisiasa. Wanawataka wawajibike na kutekeleza miradi inayoahidiwa. You are the president and we love you. Wacha kuweka serikali ifanyie vijana PR. Watu wanateseka. Wajua ukidanganya vijana ti umewapea pikipiki ina portray alafu ipatikane hiyo pikipiki hakuna. What does it portray, bro? I will urge the youth that they are upcoming by elections and election in general 2027. Please don't be msidanganywe. Huku matumaini yakiendelea kuwa nguzo kuu ya wengi licha ya hali ngumu ya maisha,
Swali linalosalia ni iwapo taifa litafanikiwa kutoa suluhu endelevu kwa changamoto ya ukosefu wa ajira. Huku maelfu ya vijana wakiwa mbioni kila uchao kusaka ajira, licha ya hali ngumu ya maisha yanayoendelea kushuhudiwa nchini, kila nafsi hujipa matumaini kuwa huenda kesho ikawa bora zaidi. Akida Kasim, KTN, Nairobi.